upya limekuwa ni jambo la furaha, lakini linakuwa la furaha kwa sababu tu ya msingi wa uuni unapokuwa katika utawala, kwa sababu haikupaswa kabisa kwamba tuwe tumezuiwa kufanya shughuli zetu za chama, lakini unaona kwamba kulizuiwa. Na nimeandika jana, kulikuwa kuna hype kidogo baada ya kuwa mahakama ya rufaa imetoa ile hukumu ndogo, nasema hukumu ya kwamba ilikuwa ni kosa Chadema kufungiwa kazi zake za kisiasa, na kwamba sasa Chadema irudi kazini. Sasa niliona watu wengi sana tumefurahi, na niliogopa kuna notion ilikuwa inaanza kujitengeneza, na nilijua hiyo notion ikijitengeneza ni mbaya sana. Niliona kulikuwa na psychological notion ya kwamba mahakama ziko huru. Hiyo notion ilikuwa ni mbaya sana. Hiyo notion ni mbaya, na mimi moja kwa moja nilipoona hiyo, nafikiri nilisome nilivyoliandika. Niliandika uhuru wa mahakama si kipimo cha nani ameshinda au kushindwa kesi, hasa pale ambapo msingi wa kesi wenyewe una dosari za kisheria au kiutendaji. Ni dhana uhuru wa mahakama ni dhana kamili na ugusa zaidi uadilifu wa mfumo mzima wa utoaji haki kuliko matokeo ya kesi moja moja. Mahakama huru ni ile inayosimamia kwa misingi ya uadilifu, sheria, ukweli na dhamira ya haki, bila kuyumba mbele ya shinikizo la nje wala kufuata hisia za wakati. Thamani yake haipo katika kutoa maamuzi ya haraka au yanayopendwa, bali katika kuhakikisha kila uamuzi umejengwa juu ya haki, uadilifu, ujasiri, mantiki na usawa. Kwa hiyo uhuru wa mahakama hupimwa kwa kina cha uadilifu wake, si tu kwa kutoa hukumu, bali katika kulinda ukweli na haki. Hivyo basi tuna wajibu wa kutafuta uhuru wa kweli wa mahakama, si mahakama inayotawaliwa na hisia, bali inayosimama imara juu ya msingi yake isiyoyumba. Hivyo basi ushindi wa Chadema katika kesi ambayo kimsingi haikupaswa hata kufikishwa mahakamani si uthibitisho kamili wa uhuru wa mahakama, bali ni ishara ya marekebisho ya kosa lililokuwepo ndani ya mfumo wa haki. Wale watu hawakutakiwa kupanda hata daladala kupita maeneo ya mahakama. Kwenye kesi yangu ile ya ubunge ya 2010 dhidi ya Batilda, wale majaji wa rufaa wakina Kipenka na alikuwa ni Musa, alikuwa ni Jaji Luanda, nafikiri wameretire wale. Sasa walikuwa ni majaji wale. Sema hivi katika ile hukumu, na wakasema hii kesi sio kwamba ikupaswa kuwepo mahakamani kwa msingi huu wa kesi ilivyokuwa na maandalizi yake na hoja zake. Hawa watu hawakupaswa kupita hata katika korido za mahakama. Yaani wale waliofungua kesi majaji wanasema hawakupaswa hata kusogea katika korido za mahakama. Yaani wacha kwenda kuifile. Maana yake wanakuambia hata aliyechukua akaifile ni mtu ni kama mtu layman wakati alionyesha vyeti vyake wakati anaajiriwa katika mifumo ya mahakama. Katika chombo muhimu katika nchi, muhimu sana kuliko vyote, na duniani kote huwa watawala wanaogopa kucheza nacho, huwa ni mahakama. Unaweza ukacheza na polisi, unaweza ukacheza na idara zozote nyingine, lakini unapo compromise koti, maana yake una compromise completely the rule of law. Na ukishafanya hivyo, maana yake unawafundisha wananchi kuanza kuchukua sheria mikononi, kwa sababu mahali ambako wangeenda kubagain their fundamental issues kama dhulma ama kupishana maneno, kupishana mambo kadha, mifumo yake inakuwa imeshakuwa rote. Na hiyo imani ikiwa deep, haiharibu tu siasa, and this is a very dangerous thing. Mimi siku moja nilikuwa namuuliza mtu mmoja
waliopti kwenda kufanya startup na Nairobi. Nikawaambia why Nairobi and no Dar es Salaam au Arusha au Kilimanjaro UK? Unaweza Tanzania kuna access ya landi kubwa na nini. Akasema kuna chances ndogo sana kupoteza hela Kenya katika mifumo ya kisheria unapokuwa investors, kwa sababu hata ukisingiziwa jambo, mahakama zao angalau zina capacity na certain freedom ya kufanya mambo bila intervention ya serikali. Na watu wote, investors wote wakubwa duniani wana kwenye ofisi zao, kuna ofisi inaitwaga Research and Development Office. Hiyo kozi yake ni kusachi paka na mifumo ya kisheria, namna mahakama zina operate, political mambo ya mambo ya shughuli za kisiasa zinavyokuwa operated, space ya demokrasia, space ya vyombo vya habari, space ya uhuru wa habari, space ya wananchi kujumuika na kueleza shida zao. Haya mambo yana decide sustainability ya investment almost by 80%, lakini bahati mbaya sana una watawala ambao huwa hawawezi kusensi vitu kama hivi, na ni kwa sababu maybe they are not exposed enough kwenye vitu ambavyo vinatakiwa vipeleke nchi mbele. Sasa chama kimefungiwa, mwenyekiti Lissu yuko ndani almost zaidi ya mwaka sasa. Actually wanafikiri wao wanafikiri wana stabilize nchi. Huwezi kustabilize nchi kwa kuua democratic space, huwezi kustabilize nchi kwa kuua space ya vyombo vya habari. Wale ambao ulitaka kufanya nao engagement wanaogopa, kwa sababu nilikwambia Maria, wakati fulani mimi nilikuwa na invite watu kuja kufanya investment Tanzania. Ndio. Wakati natoa mapovu nafanya presentation, alafu wenyewe kwenye PowerPoint wakanipigia issue ya Tanzania, ikiwemo issue ya kipindi fulani inshallah alikuwa ameitwa polisi. Yani wako informed, watu wako informed. Sasa wanaweza kusema hatutaki investors, lakini hata kama hamtaki investors, kitu ambacho kinatokea ni nini kingine? Mnapoendelea kuwa kwenye katika mtazamo huo mbaya, mnaonekana nyie ni nchi, watu wanakufa, wanatekwa. Hizi story huwa wanafikiri zinaishia Kariakoo, na labda zikienda sana zinaenda Kijenge kule Arusha ama kule Machame Moshi. Hizi story sasa hivi dunia hii Maria, zamani tulikuwa tunasubiri breaking news tuambiwe na CNN, right? Tunakumbuka Maria? Siku hizi breaking news anakupa Hilda akiwa chumbani, kwa sababu information ya Geita information ya Geita migodini CNN itawateki sometimes kuipata, lakini mtu mwenye simu ambaye yuko Twitter huku ama yuko Instagram atakufuata we DM, atakupa taarifa ambao serikali hiyo taarifa, hata serikali mkoa inakuwa ijapokea hiyo taarifa. Sijui kama naongea sawa sawa. Umeeleweka. Yani watu wa taarifa sasa hivi wako hapa kwenye social media. Hakuna breaking news, na ndio maana magazeti yanakufa, kwa sababu wewe unataka kunipa sasa unataka mimi ninunue Bloomberg ama ninunue gazeti yote duniani kwa ajili ya kusoma trends za financial market, wakati nikiingia kwenye hizi AI models kama ChatGPT, cloud na nini, napata on real time. Kwa dunia sasa hivi Maria, ina information iko kwenye kiganja cha mkono. Sasa haya mambo yanakwenda na ikiwa kwenye kiganja cha mkono, sasa hizi algorithms zinapofanya kazi, ukisema Tanzania sasa hivi, ukasema labda Tanzania politics, ukisema unakutana na international news zinaongea negative kuhusu Tanzania politics, local news zinaongea Tanzania politics, unakuta kuna watu wametekwa, watu wamepotea, sio kuna mama mume wake amepotea, unakuta hivi na hivi. Sasa hivi vitu vinafanya nini? Amba kinachoendelea kutokea sasa ni kwamba nchi inapoteza credibility. Nchi ikipoteza credibility, ndio hiyo passport yenu pia inapoteza credibility. Ndio unaona sasa hivi kuna vikwazo vingi Maria. Sasa hivi kuna crisis. Niliona kwenye grupu moja juzi, kuna mtoto alikuwa amefaulu kwenda US, ameenda kwenye very special school US, alafu zile za gifted children kabisa, umeelewa?
Ndio. Lakini hawezi kwenda kwa sababu hana visa na muhula wa masomo unaanza, ana visa. Sasa wewe niambie, leo una nchi Tanzania ambayo ilikuwa inajulikana kama nchi ya amani, nchi nzuri, nchi ya nini, leo tunaweka kwenye kategori ya Yemen. Yani kwamba yani leo ukienda kwenye ile happiness index sisi na Somalia na Sudani ndo competitor wetu, yani ndo washikaji zetu, yani kwamba Sudani na ile njaa unayoiona ile na yale matatizo na yale maisha magumu, watu wanauana mamilioni, kwamba sisi tumewekwa kwenye kategori, kwamba leo nchi hii ya Tanzania ilikuwa ikipokea wakimbizi duniani. Sijui Mario unanielewa? Tulikuwa tunapokea wakimbizi duniani mbalimbali tokea zamani sana, tokea zamani wengine wote. Tanzania ndio ilikuwa inapokea wakimbizi wa Rwanda, Burundi. Tanzania ndio ilikuwa kama brother wa East Africa. Leo tumeweka kwenye kategori ya nchi kama Yemen, tumeweka kwenye kategori ya nchi kama Palestina, kwamba una line ya watu ambao wanasiki asylum, wanasiki kutoka nje ya nchi, na hizi organization mbalimbali duniani zinazodili na mambo ya wakimbizi na nini zina accept kwamba Tanzania kuna shida. Sasa ukiwa na watu kama wao unaoona sasa, hao viongozi wa kiserikali wakina Mwigulu na the others ambao wanaendelea kuongea vitu vya ajabu ajabu kwenye public, hawaoni kama ni consequences. Sasa inavyozidi kuwa hivyo katikati hapa ambako sasa watu hawawezi hata kufly, kwamba complications za visa zinaongezeka, unaua ndoto za watu, unaua transaction, unaua business, unaua partnership, unafanya watu wanaanza kufikiria loko. Sasa ukiwakuta hata wanaandika sisi ni nchi huru bana, tutajitegemea, tutaishi hapa hapa, unaona watu ni wajinga kabisa, ambao hawafikiri. Umeona? Sasa kuna shida kubwa sana tuna shida kubwa sana ya nchi na hali inavyozidi kwenda mimi nakuhakikishia kwa CCM wameumizwa sana. CCM waliumiza sana watu tarehe 29 ya Oktoba mwaka jana. Hali inavyozidi kwenda na ambao naiona mimi, economy ambavyo inazidi kuwa famba, umeelewa? Kwenda mbele huko, kuna siku yatatokea maandamano. Narudia tena, hayo maandamano hayatashirikisha tena vyama vya siasa wala, yani hao maandamano hayatakuwa na vyama vya siasa wala wanaharakati, yatakuwa ni maandamano ya watu wenye njaa na watu ambao wamepoteza matumaini, ambao unaiona kabisa ina happen kwa sababu sisi tuna nchi ambayo hata hao watu wa tathmini hawezi kusema hizi unemployment rate ziko kiasi gani, hali ya kiuchumi iko kiasi gani, na kuna sawa wana cook data for example ili kutafuta kujipa impression wao wenyewe na kuwapa kina Maria impression yani kwamba unatengeneza vitu vya uongo ili usishambuliwe na harakati, wakati sio reality. Ni sawasawa unachemsha chakula jikoni afu hujawasha jiko alafu una expect kitaiva, at the end of the day mtakula chakula kibichi. Na sisi tumefunguliwa. Okay, ni jambo la msingi kwamba sio kwa Chadema. Jana nimesema kwamba ni jambo la msingi pia kwa CCM, kwa sababu chama chetu kuwa active huwa kinawapunguzia ujinga. Chama chetu ni dawa ya kuondoa ujinga kwa CCM kwa asilimia kubwa sana. Ujinga unaongea kwa Dodoma utaona umepungua. Mambo ya nyeti yatapungua. Sijui nyeti, sijui kushikwa bega, nyeti inaondoka. Huo ujinga unakuwepo kwa sababu wao wanafikiri kwamba yani ukisoma mindset za CCM, kama wewe ni mind reader, una realize kwamba huwa wanafikiri huwa wanafikiri kwamba wao sasa hivi kwa jinsi wameendesha siasa nchini CCM, hata vijana wao ukiwaona vijana wao ukaanza kuanzia wote wanachama wao wanao-aim kuwa viongozi, hata hizi kelele unaona wameanza. We imagine Maria, where have you seen kwamba mmetoka kwenye matatizo mliotoka, watu wamekufa, mko kweshe duniani nzima, mna mata ziko ICC, mna mata ziko Commonwealth, ziko UN, mna mata ziko kwenye international corridor zote, alafu kuna watu wanaanza kupanga urais na kupanga timu na wanaanza kukaa vikao na wanahusisha mpaka makanisa.
Yaani kwamba watu hatuna miezi 6 Maria au miezi 7 toka tumetoka kwenye matatizo ya makubwa ya uchaguzi ambao wamesababisha death. Watu they don't think about reconciliation. They don't think about the future of the country. They don't think about kufanya nchi brace again. They don't think kubadilisha kabisa mtazamo wa siasa zao, kufikiria kuja labda na katiba mpya, kuja na nini, vitu ambavyo vitaleta hawafikiria accountability, hawafikirii nini. Watu wameanza kupanga nani atakuwa rais, nani atakuwa waziri mkuu, nani atakuwa, wameanza kupanga. Maana yake unakuambia nini? Maana yake inakuambia wanaamini sasa hivi Tanzania kuna chama kimoja tu cha siasa na uchaguzi hauamliwi tena na wananchi. Sasa hatari yake ni kwamba maana yake ni kwamba tuna mfumo wa chama tawala, yaani tuna mfumo wa chama kimoja kwenye nchi ambayo inasema ina mfumo wa vyama vingi. Na sasa wameenda mbali zaidi, wana vyama wana wachumba zao, hivi vyama vidogo vidogo ambavyo wanavifund pa kufanya kampeni, wanaviorganize, waziwazi kabisa. Yani for the first time kwenye uchaguzi uliopita, eti tume imetoa magari imetoa magari kwa ajili ya vyama, alafu hivyo vyama angalia impunity. Kuna chama kinapata chini akipati kura hata 1%, tofauti kisa na kanuni, kwa mfano za viti maalum. Alafu chama hicho ambacho hakijapata kura ambazo zina qualify hata kupata wabunge viti maalum, chama hicho wabunge viti maalum wanapelekwa bungeni bila sheria. Hii mentality, unaona mambo yanayoendelea ni kwa sababu uchaguzi hauamliwi na wananchi. Yaani kuna mtu anajua akishakuwa candidate wa Chama cha Mapinduzi ama kwenye nafasi ya ubunge ama udiwani ama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kijiji, already ameshakuwa mwenyekiti, already ameshakuwa kiongozi. Sasa hatari yake ni kwamba maana yake ni kwamba tuna mfumo wa chama tawala, yaani tuna mfumo wa chama kimoja kwenye nchi ambayo inasema ina mfumo wa vyama vingi. Na sasa wameenda mbali zaidi, wana wachumba zao, hivi vyama vidogo vidogo ambavyo wanavifund pa kufanya kampeni, wanaviorganize, waziwazi kabisa. Yani for the first time kwenye uchaguzi uliopita, eti tume imetoa magari imetoa magari kwa ajili ya vyama, alafu hivyo vyama angalia impunity. Kuna chama kinapata chini akipati kura hata 1%, tofauti kisa na kanuni, kwa mfano za viti maalum. Alafu chama hicho ambacho hakijapata kura ambazo zina qualify hata kupata wabunge viti maalum, chama hicho wabunge viti maalum wanapelekwa. Dili ya pesa inaanzia wapi? Umepewa viti maalum vya wabunge for example, wakati amqualified. Samia amepata 98%. 98%. Sasa manake 2% wakagawana vyama vingine vyote 19 vile vilivyokuwa na rais. Manake ni 0.0000. Nani alipata 5% and above ya kura za wabunge na kura za rais kuqualify kupata wabunge viti maalum? Hakuna hata mmoja. Look at that impunity. Sasa kunaweza tukaongea impunity nyingi, achana mauaji yanayoendelea, ukaji unaoendelea, na imejenga sasa tendency, unaona Maria, imejenga tendency siku hizi. Polisi siku hizi kila tukisikia taarifa unasikia polisi wawashambulia majambazi waliokuwa wakitaka kushambuliana na majambazi, unasikia polisi wameua. Sasa unaona siku hizi hata ripoti wananchi na wenyewe wanaua kwa sababu ni attitude. Wananchi na wenyewe wanaua. Tena Arusha nimeona Arusha wananchi wameua polisi. Wanakimbiza mwizi, wanakimbiza mwizi, wakakutana na polisi, labda anakwenda nyumbani kwake, wanamshambulia kwa sababu polisi akiwa ana uniform Maria, hakuna mtu atajua ni polisi. Sasa lakini unajiuliza ni wananchi, kwa nini wananchi wamefanya hivyo? Maria, wamefanya hivyo kwa sababu misingi ya sheria, misingi ya utawala bora haipo tena, ya kwamba kama serikali yenyewe inachukua sheria mkononi, watu wanakuwa kidnapped, hakuna noise, watu wanapotea, hakuna chochote, hakuna chochote kinachofanyika. Polisi na wenyewe sasa wanasema na wananchi na wenyewe wanasema kumbe tunaweza tukafanya mambo haya. Sasa kinachotokea Maria, baada ya miaka mingine inayokuja, kutakuwa na zile gangsters mob kama hizi nchi za huku Latin America ama wapi, kwamba labda kuna gangsters ambao wanakuwa na vikundi vyao ambao ukitaka labda mtu ku revenge you can pay them. Na huko ndiko tunakuelekea, kwa sababu binadamu huwa anafika kwenye kitu kinaitwa tipping point.
Sasa hii ni hatari kubwa sana kwa nchi, na mtu anayefanya analysis sasa ya maisha anaona kabisa hii nchi hii kuna siku itakwenda kublow, itakita. Mimi ni mmoja wapo nasema kwamba kuna siku moja Tanzania itakita kabisa, haitasogea a single inch, haitasogea, kwa sababu unaona hizo brain ambazo ziko kwenye cycle za utawala wana madigrii, wana masters, wana PhD, lakini wacha wafungue vinywa vyao waongee. Wanasema hao wanaongea kitu gani hao? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hakuna yani uoni brain power ya kufanya nchi iende mbele. Sasa una shida kubwa kwenye vijana, una nchi yenye population ya young generation ambao ni 70%. Alafu at the same time au 70% ya hao vijana wako ambao ni young generation hawana kazi. Na wewe wewe mwenyewe thinking yako wala sio their future. Thinking yako ni next election, not next generation. Manake na ukishakuwa na thinking ya next election and not generation, kuwa na noise nani Washington, kunakuwa na noise kwenye nchi zote kubwa duniani. Kila siku Lissu atatamkwa. Unaona Brussels wataongea kuhusu Lissu, utaona Washington itaongea kuhusu Lissu. Ukienda kwenye social media ukagoogle Tundu Lissu ama Tanzania political what's about the political stability of Tanzania, wanakuletea huyu mtu bado wamemkamata kiongozi wao upinzani, yuko ndani zaidi ya mwaka mmoja, hawakushiriki uchaguzi, kulikuwa na mauaji, watu wamekufa, maiti zimenyimwa, kumekuwa na makaburi ya kificho, watu wamepigwa, zaidi ya watu kadhaa kutoka tarehe 1 mpaka kuelekea uchaguzi mkuu, zaidi ya watu 80 labda walipotea. Inaandikwa vitu vingi. Hasa vitu kama hivyo vinaua economy, kwa sababu vina create uncertainty. Na kwenye nchi yote yenye uncertainty, hata wao sasa wanafikiri sasa Maria, wanafikiri hiyo uncertainty hiyo eti inawaathiri wazungu tu. Actually hiyo uncertainty inaathiri mindset ya Watanzania wote, na ndio maana ukitaka kujua inaathiri mindset ya Watanzania wote, ndio maana kitu kama uchawa Maria imekuwa ni jambo la maana. Yani kuna mwanaume anaweza kaenda kwa mke wake, anamuuliza mke wake, anamuuliza bwana, wewe unafanya kazi gani? Mimi chawa. Yani kitu kama kuwa chawa, kuwa mpambe, kufanya mambo ya kipumbavu, kujigaragaza barabarani, kutoa matamko ya kusifu rais, ya kusifu viongozi, matamko ya ajabu yasiokuwa na msingi, imekuwa kazi. Sasa sisi tunawashangaa wale chawa, tunasema watu wanawezaje wakaongea ujinga kwa kiwango hiki na wana familia? Huyu mtu anawezaje, huyu mtu ambaye ameitwa mbunge anawezaje akaongea upumbavu kwa kiwango hicho na ana familia? Actually hajui hata kama anaongea upumbavu, kwa sababu upumbavu umekuwa adapted kama brain power. Yaani ndio maana ukimshangaa yeye anakushangaa kwamba huyu vipi, mbona anajifanya mjuaji? Huyu mbona anajifanya mjuaji? Huyu mbona anajifanya mjuaji? Mimi nimeongea vitu vya maana kabisa na anapiga, na tunashangaa huyu jamaa mbona anaongea ujinga lakini anapigiwa makofi. Wale wanaompigia makofi hawajui kama anaongea ujinga, kwa sababu ili ujue unaongea ujinga Maria, kuna ufahamu unatakiwa uwe nao. Kama huo ufahamu huna Maria, mtoto mchanga anapojisaidia kwenye mapaja ya mama yake huwa hajui kama anafanya ujinga, huwa hajui kama anafanya kitu kibaya, kwa sababu hajui, hata uelewa wa kuelewa anachokifanya kama sio kitu cha maana, lakini anavyozidi kugrow ana realize. Sasa hawa hata wajui. Sasa una nchi yenye watu vijana wanakuwa kwa akili hiyo, kwamba mtu anaalikwa kwenye iftari kwa mfano, ama anaalikwa kwenye Pasaka labda kwa tajiri, anaalikwa aende akapiga picha ya video, ni mtu kabisa, ni wanamuita ni celebrity, ili aonyeshe nyumba, aonyeshe vitu, na akifanya hivyo analipwa. Sasa huyu jamaa mbona mtu mzima ana watoto wake wakubwa kabisa, mbona anakuwa pimbi huyu, mbona anakuwa duansi huyu? Actually hajui hata kama anakuwa duansi, kwa sababu brain capacity imeshakuwa affected kwa culture ambayo tunaidevelop kila siku, tumeembrace katika society. Sasa Maria, kwa nchi ambayo tunaendelea hivyo, CCM wanafikiri wana raha, wanafikiri wana excel vizuri. I can guarantee you hii nchi inakwenda kustaki na watu watakuwa kwenye wakati mgumu. Sasa wamemkama Lissu, bado yuko jela. Hawajui kitendo cha Lissu kuwa jela kinazuia a lot of negotiation kutokufanyika. Wanazuia decision. Kuna watu mmoja wana cancel decisions zao, labda za kufanya labda kuifanya Tanzania kwa retirement place. Mimi nilikutana na mzungu mmoja akaniambia, nilikutana Nairobi, akaniambia kuna wakati nilifikiri kuretire
nilifikiri kuretire Ghana ama Tanzania, lakini my priority kwanza ilikuwa ni Tanzania. Akasema nije nitafute space ya Arusha huko, niretire na mke wangu, nikae huko milimani Meru, niwe nakula organic, weekend wanakwenda porini, naenda kupanda mlima Kilimanjaro. Asa it's a beautiful country, ina watu wazuri. For reason akaniambia, I don't think if I want to retire any place in Africa, kwa sababu you guys you are doing very bad. Akaniambia I might be safe, lakini yoyote ambaye sio salama, hata kama it's not of my color, it means that I'm not safe. Sasa nchi inazidi kuharibika, hali inazidi kuwa mbaya, na hawana mikakati mizuri juu ya chama chetu. Hawana mikakati mizuri, yani wanawishi kila siku tupate matatizo, wanawishi wafanyeje waweze kuinject matatizo, na hata wakati wanawishi tunawezaje tukafanya watu wasiwepo kabisa. Sasa hizi uncertainties zinazidi kuongezeka, hofu inaongezeka, na hofu inaua ubunifu, kwa sababu huwezi kuwa mbunifu kwenye nchi yenye mashaka. Unakuwa mbunifu kwenye nchi ambayo una peace of mind. Una peace of mind. Maria, ni bahati mbaya sana kwamba mimi ni mwanasiasa, nimekuwa mbunge miaka 10, kwamba nikiwa Nairobi ama nikiwa popote duniani natembea bila uoga, lakini nikiwa nyumbani natembea kwa uoga. Yani mimi ninasemaga, kuna mtu mmoja alikuja kwangu akaniambia, mbona kama umejiweka lock up, umeweka electric fence, yani umo ndani mpaka unafika chumbani kwako umejiwekea magrili, kiasi cha kwamba hata ikitokea emergency ya moto utakufa kwa sababu unaogopa. Mimi nilikuwa natembea siku moja Maria, barabarani nafanya mazoezi maeneo ya Kokobicho alfajiri, naamka hotelini natembea asubuhi. Mama mmoja akawa anatembea na mume wake anampanisha mazoezi, akaniita akaniambia, samani, who are you? Nikamwambia mimi are you God bless Lema? Nikamwambia yes. Akaniambia, unatembea kwa nini sasa hivi asubuhi? Nikamwambia, mama usijali, kwa sababu hakuna mtu anajua anatembea. Akaniambia, mwanangu ana 70 plus, usitembee asubuhi, watakuteka na hakuna mtu atakayekujua. Nikasema, mama asante, nitazingatia. Sikuzingatia sana, nikaendelea. Nimeendelea kutembea. Siku moja nafikiri mtu mmoja tena wa chama akaniambia, tukutana, akaniambia, Godbless, usitembee, utakuja kutekwa. Siku nyingine natembea tena, nakutana na msichana mmoja naye anatembea. Akaambia, brother, can I tell you something? Hicho unachokifanya ni hatari sana kwako, utachukuliwa hapa asubuhi. Nikaacha kutembea, nikasema nitakuwa nikiwa Dar labda nafanya mazoezi gym, japokuwa sipendi kutembea nikiwa gym. Nikasema lakini ikifika labda nitakuwa natembea Arusha. Nimeanza kuwa natembea, nilikwambia Maria, wale watu marafiki neighbor na ni wale neighbors wangu ambao tunaamshana saa 11 kufanya walking, kukimbia, nikaona wamebadilisha time weight za kutembea. Nikampigia wife siku moja, nikamwambia, mimi naona kama neighbors yao wote hao, yani mimi nikiwa na shuka wao ndo wanapanda. Neema akatania, hawataka kutembea na wewe, wanaogopa kwa liability. Akasema we wanaogopa kuchukuliwa na wewe. Sasa siku moja nikamuuliza mmoja, nikamwambia, nyewe mbona kama mmebadilisha ratiba kabisa, alafu nikitaka kuswitch kwenye ratiba yao wana switch na kwenye ratiba nyingine. Mmoja akaniambia, bwana mheshimiwe, mambo yenu wanasiasa matekwa, unajua akikukuta wewe wanatupitia na sisi, kwa sababu sisi tunakuwa tumeona. Mheshimiwa bwana, sio kwamba hatukupendi, lakini mheshimiwa, hali sio nzuri sana, tunakushauri usitembee asubuhi. Usitembee asubuhi. Sasa sio mimi peke yangu. Na sasa zamani ilikuwa ni kwa wanasiasa na wanaharakati, sasa hivi imekwenda mpaka kwa wafanyabiashara. We have numbers of people ambao wamepotea katika mazingira ya kukutanisha. Sasa hii uncertainty hii inafanya basic life yako unaofikiria kwa siku ukiwa nyumbani ni kufikiria security. Mimi Maria, nilipata tatizo fulani la tumbo hivi, na nilikuja, ndio sababu ya kuja hata kucheki, na nilikushtuka, niliona hilo tatizo, ni kama watu watatu ndani ya chama chetu wakubwa wameenda through that problem. Nikajiuliza, hata juzi nikawa namwambia mmoja, anambia bana, inakuaje, hii ni coincidence? Ni kweli inaweza ikawa ni kawaida, lakini nikasema mimi naenda kwenye check up ambao ni dipa, mbona tunaumwa vitu vinavyofanana? Yani inakuaje tunaumwa vitu vinavyofanana alafu vyote related to stomach?
mpaka inafika mahali labda stuli inakuwa na blood. Nikaambia what's going on? Hata juzi hapa ninajipanga kurudi, nikaona sinema moja mimi nikawa naangalia movie moja, series moja na mke wako. Naangalia nikaona kuna vipoison unaweza kuwekewa kwenye kinywaji alafu haireact ndani ya wiki moja, wiki mbili ama mwezi, react ndani ya miezi 6 mpaka mwaka. Alafu actually na hiyo nikaona inaweza ika-affect mpaka actually ina affect number 1, kuna ina cause heart attack, lakini not immediate. Nyingine inasababisha labda kansa ya tumbo ama kitu gani ama kitu gani, lakini heart attack na hiyo kansa ya tumbo zaidi. Nikasema I'm going to emergency, nikafanya syrup check. Ianza kukuta bana, haya mambo mbona siyaeleweki. Sasa hiyo mashaka tu hayo wanao watu wengi wakiwemo wao wenyewe. Yani nakuhakikishia, kwa mfano mimi Nchimbi hawezi kunywa soda ambao Makonda amefungulia open. Hawezi. Hao jamaa wote ukiweka pale ile cabinet ile pale, hakuna anayekunywa maji kwa mbele ya mwenzake. Yani watasema mimi nimefunga. Kila mtu atasema nimefunga, niko kwenye quarantine. Hata kama quarantine imeisha, akini guarantee hawawezi. Sasa walifikiri ya matatizo ni kwetu tu. Sasa wameshifti ile ability imekwenda mpaka kwao. Sasa ukiwa na nchi aina hiyo, kwamba hata una viongozi wa serikali wao wenyewe waaminiani wao wenyewe wanatiliana mashaka, ni kile ambacho walikipandikiza kwetu wakafikiri kitabakia kwetu. Sasa ile hasa ime graduates sasa, na wao na bado haja graduate walichotufanyia chochote. Kama waliteka mtu, wakaua mtu, wakatoa instruction ya kuumiza mtu, wakapora kila kitu, CCM walichowafanyia wanaharakati na wapinzani, they will pay, or their kids will pay. Hakuna namna. Karma is a bitch. Sasa Maria, kwa kusema hivyo, mimi sisi kazi zetu zimeanza rasmi na chama hakina pesa kabisa. Naomba sana watu wote mlioko hapa, wote kabisa, kila mmoja kabisa awe concerned kutusaidia. Chama chetu tukiwa bungeni 2010 mpaka 15 kilikuwa na ruzuku karibu ya milioni 320 chama chetu, na bado ilikuwa itoshi kuendesha shughuli za chama. Lakini tulikuwa na wabunge zaidi ya 77, almost zaidi ya 70, na wabunge walikuwa wanatoa contribution karibu milioni 1, tena viti maalum 1.5. Lakini na zile operation zote za kujenga chama mlikuwa mnaziona, watu wana move, wabunge wana move, viongozi wana move nchi nzima, zilikuwa zinasababishwa na kiwango kile cha pesa tulichokuwa nacho. Awamu ya 2000 ya Magufuli alipoingia, wakati mwingine ruzuku yetu ikapungua sana. Ruzuku yetu ikapungua mpaka almost milioni 100 pale, ambao tulikuwa nao kati ya 2020 mpaka 2025. Sasa na ruzuku unapata kwa kuwa na uwakilishi ama kupata kura ya urais pamoja na kupata kura ya ubunge na wabunge. Sasa hatuna ruzuku, hatuna senti moja ya ruzuku inaingia kwenye chama. Alafu tuna staff wako makao makuu, tuna staff wako kwenye kanda, tuna staff wako kwenye ngazi za wilaya. Na hiyo ruzuku tulikuwa tunapata milioni 300 bado haikuafford kulipa hata staff ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya. Hata kanda ilikuwa ni hela ndogo sana, almost $1 million sometime ilikuwa inaenda kwenye kanda, kwa sababu kurani shughuli za chama, taasisi kubwa kama Chadema inahitaji a lot of money to run a big organization like Chadema. Sasa juzi tulipofunguliwa na vikao vinaanza, tukasema kwamba lazima mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, nikaongea na wenzangu na nimemaliza kikao sasa hivi kutoka kuongea na wenzangu pamoja na katibu mkuu. Tukasema hebu tu capitalize sasa na wakati, ili tuweze ku raise fund kwa ajili ya kuendesha chama. Na tusipofanya hivyo, manake chama kitakuwa locked, na manake watu watastaki, yani watu watastaki, staff watashindwa, wale staff pale makao makuu kwa kipindi chote hichi ambacho tulikuwa tumefunguliwa shughuli za chama hawajawahi kulipwa a single coins. Yani wana mishahara inaonekana, wana posho ambazo zinaonekana kwenye makaratasi, lakini they have never been paid. Na wana family, wana watoto wanakwenda shule, wana nini, lakini kwenye kanda haijawahi kupelekwa a pin. Kwa kuna saa hata watu wa default ambao hawana msingi wa purpose, ila walikuja kushiriki kazi kwa sababu ya wanasiasa. Kuna saa wanaweza wakadefault sio kwa sababu hata ni wasaliti, wanaweza wakadefault kwa sababu wanashindwa kuabsorb the situation.
Sasa badala ya kuwalaumu, lazima tutengeneze sasa mechanism ya kuhakikisha kwamba wale wenye mioyo kama sisi tunaendelea, na wale wenye mioyo ambao haijafikia ya kwetu tunaendelea kubalansi nao. Kama mfano, mtu anayefanya kazi anayestahili posho makao makuu alipo posho, magari yawe na mafuta, operations zifanyike, vijana wanaofanya kazi za kufanya kazi za chama kwenda mbele, kurejista watu zifanyike. Sasa tunahitaji pesa. Ukiniambia tunahitaji kiasi gani, nitakwambia mimi nitakwambia, if we want Chadema to be operate better kama taasisi kabisa. Chadema ni taasisi kubwa kuliko parastatals kama Vodacom ama whatever, kwa sababu ina human resources nyingi sana. Tunahitaji, nitakwambia labda $1 billion per month. Sasa watasema, mheshimiwa, you are too ambitious. No, I'm not too ambitious, but I want to think good and think critical. Sasa tunahitaji pesa, na tulikuwa tunajadili hapa mbinu mbalimbali, namna ya kwenda kuhakikisha kwamba tunapata pesa kwa ajili ya kuendesha chama. Na kwa nini crowd fundraising ni muhimu sana? And this is very important, watu mnanisikiza hapa mwelewe. Why crowd fundraising is very important. Unapokuwa na Chadema ina wanachama wengi sana. Kwa mfano mimi na followers karibu 1.3 milioni. Maria labda na followers. Maria sio mwana Chadema, ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Wakina Mshabaha wasema kwamba wanachama watu 1,000,000 wakichanga shilingi 1,000 unapata takriban shilingi bilioni 1. Yaani unahitaji watu 1,000,000 wafanye commitment ya shilingi 1,000. Sasa je, hizi hela zipo? Kimsingi sio kwamba Chadema ina shida na hela. Chadema sio kwamba ina shida na hela. Chadema tuna shida moja, na shida sio ya Chadema, ni shida ya Tanzania, kwamba tuna wanachama ama tuna wananchi ambao hawana DNA, hawana culture ya kudonate mambo ya msingi katika maisha. Mama Maria alitoa mfano siku moja, mimi nikitaka kuoa leo Maria. Leo nikasema mimi naoa. Sioi jamani, mimi na mke. Nikataka sema naoa leo Maria mimi. Nikatengeneza group la WhatsApp la marafiki zangu ambao nafanya biashara, ambao tunakutana nao kwenye siasa. Ndani ya mwezi mmoja, nikilitengeneza leo nikaweka rafiki zangu 100, naweza nikaraise minimum milioni 400 mchango wa harusi. Lakini inapokuja kwenye masuala ya msingi kama haya, wanakuwa na excuse. Sasa lakini kwa nini crowd fundraising ni muhimu sana kwa chama cha siasa? Inamfanya mtu yoyote ndani ya chama kutokuwa bosi, na inafanya chama kuwa taasisi, na ina accountability ya kutosha, kwa sababu zile pesa zinapita kwenye account za chama, zinapita kwenye mitandao ya chama, kwenye platform za chama za mahesabu. Ni rahisi kufanya auditing, sio tu Chadema, hata CAG ni rahisi kufanya auditing. Ni rahisi hata nyie kama viongozi wa chama kuwa accountability kwa wananchi. Sasa hii ina maana gani? Tukipata watu 500,000 wakatoa shilingi 1,000 kila mwezi, ni shilingi 500,000. Tukipata watu 50,000 ni milioni 500. Tukipata watu 500,000 wakitoa 1,000 kila mwezi, ni karibu shilingi milioni 500. Wakitoa 2,200 ni bilioni 1. Ukipata watu 50,000 wakatoa 10,000 ni milioni 500. Unajiuliza, Chadema inakosa watu 1,000. Wazungu wanaendesha charity zao kwa kufanya fundraising. Kwa sio kitu cha aibu. Actually kimsingi mataasisi zote duniani zinaendeshwa kwa crowd fundraising. Na tukiweza kuweka pesa kwenye pool kubwa ya Chadema, fedha nyingi zikaingia, maana yake ni kwamba chama kitaoperate kama taasisi. Kanda zitaweza kuoperate, magari yatakuwepo, mapikipiki yatakuwepo, wilayani labda makatibu wataingia ofisini kama full permanent job, na mtaweza kuajiri tu. Mtaanza kuajiri vile vile na makatibu wengine ambao labda they are more capacity. Kuna vijana wengi kweli, sio wanaharakati, lakini wana uwezo na maarifa mengi kweli, lakini sasa kwa sababu ya majukumu ya kifamilia na mambo mengine, ili aweze kuja kufanya kazi ya kujitolea. Lakini kimsingi ungempa payment even $1 million per month ama 500,000 kwa mwezi, akakaa pale ofisini, huyu mtu angeweza akawa productive katika kiwango cha hali ya juu sana. So ili tuweze kuwa na chama bora ambacho kinaweza katunga na sera nzuri, kushindana na hawa watu, sio tu kuwatoa madarakani kwa sababu wanaua, sio tu kuwatoa madarakani kwa sababu wanatesa watu, kwa sababu wameharibu nchi, lakini vile vile kuwatoa madarakani kwa sababu we might have a better policy ya kufanya transformation, na tukawa na legacy kwa vizazi na vizazi, kwamba when we came, tulipoingia tulijaribu kuleta mapinduzi makubwa, si tu ya kisiasa bali ya kiuchumi. Tunahitaji pesa. Sasa mimi naomba sana, sisi tunaendelea, tutakutana, tutafanya vikao hivi karibuni,
na kuna kikao cha kamati kuu kinaendelea. Hivi vikao vyote vinahitaji finance, na tukifika hapa, hata wewe kuna watu wengine wanasema mimi nikitoa pesa nitaonekana jina langu. Unaweza ukamchukua uziboi wako ama ukamchukua rafiki yako ukaenda naye kwenye kibanda cha M-Pesa, unampa na mwambie ingiza hiyo pesa hapo direct moja kwa moja. Uamini, kuna njia nyingi ya kufikisha hela kwenye platform zetu ama benki. Unahitaji kuingia benki siku hizi unaweza ukaenda kwenye vibanda vya M-Pesa, ni maagent wa benki mbalimbali, give us money. Na hii pesa ikipita kwenye hizi platform za chama, hii pesa inafika, inakaguliwa, inakuwa chini ya uangalizi wa katibu mkuu, kamati kuu inafanya auditing na CAG anafanya auditing, kwa inakuwa ni fedha salama sana. Kwa Maria, mimi kwanza nishukuru pia mmeweka hii donation number, na mimi jioni hii tu nilikuwa naongea na Amani kwenye kikao, amesema angalia kile kitendo kidogo tu, mimi nilisukuma ile message, lakini we have already tulikuwa tumekusanya karibu 10.3 million ambao it can give you guarantee kwamba tutakuwa na kikao cha kamati kuu. Lakini ukiweza kukusanya milioni 10 kila siku, for example, kwa siku 20, you are talking about 200 million. Ukiongeza pesa, manake chama kitakwenda mbali sana. Jamani wananchi na ndugu zangu mnaonisikiza hapa, there is no way we can move forward kama hatuko capable financial. Hatutakwenda hata tukiwa wanaharakati smart kwa kiwango gani, tuna commitment kiasi gani, tuna uwezo kiasi gani wa kujenga hoja, wa kufanya narrative mbalimbali, wa kufanya research, wa kupata data za jinsi namna ya kuisaidia nchi, lakini if we don't have a financial capability, hatuwezi kumove kwenda mahali popote, na baadaye tutaanza kusinzia na tutaanza kupelekeana shutuma. Huu msingi wake ni bora sana. Kwa hiyo jamani, nawaomba sana na naomba sana kama mwenyekiti wa kamati ya finance, kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya chama chetu na wanachama wote nchi nzima mnaosikiliza, kila mtu afanye wajibu wa to give us money every day. Ukiwa unakunywa bia 6, punguza bia, kunywa 5 ama kunywa 4, 2 tu pia. Unaweza kuona ni ndogo, but your small donation will make a big difference. Maria, mimi niseme asante na nimepata fursa ya kuingia kwenye hichi kikao, na naomba sana na nyinyi wanaharakati wengine wote, mkiona mabango yetu, wanachama wote mlioko huku hapa, nimeona leo kuna watu wengi kweli hapa, kuna watu wengi sana. Wengine mtakuwa ni watu wa usalama na nyinyi mnaweza mkatuchangia kwa siri, wengine mtakuwa ni watu wa CCM na sababu mna ugomvi mkubwa na nyinyi mnaweza mkatuchangia kwa siri. Wengine wengi wanaokuja kwenye platform kama hii ni watu mara nyingi 70% mpaka 80% ni watu ambao mnajali mambo ya msingi, ndio maana sasa hivi ni midnight nyumbani, lakini bado mmejitoa kuja kusikiliza nini kinaongelewa na kushare ideas. Tunaomba sana mtakapokuwa mnaendelea kusikiliza space, do something brother, please do something. Ikikataa usije kusema imegoma, jaribu tena brother, jaribu tena. Wewe unatuma pesa inagoma, unaacha. Mshabaha amekuwa mwanaharakati kwa umri wake wote wa utoto mpaka sasa hivi anakuwa kijana mtu mzima, amekimbia nchi, amepata majukumu ya kutaka kutekwa, hajawahi kuacha kutafuta data na kufanya research na kusema juu ya nchi. Ukigive up kwamba ulijaribu kutuma pesa tu alafu ukaacha, jiulize Lissu aliyoko jela, Lissu ambaye ana matundu ya risasi, ambaye amekuwa kilema kwa sababu ya struggle, kwamba leo Chakwera amekwenda magereza, angalia masharti aliyotoa Lissu. Maana yake anakuambia hivi, I don't give a damn to be in prison, I don't care kufia jela kama mambo ya msingi hatuwezi kuyaadresi kama taifa. Anafika mahali anasema hivi, na uchunguzi wa masuala ya Oktoba tarehe 29, uchunguzi huo uwe huru, ikiwezekana SADC ama whatever, chombo chochote kikubwa cha kimataifa kuinvolve. Maana yake anawaambia mimi sijapoa, na msifikiri mimi niko dormant. What I want is justice and truth. Haja give up na yuko prison, mguu wake mmoja ni mfupi, haja give up, ana matundu ya risasi, haja give up, anakunywa madawa mengi kwa ajili ya kustabilize yale jinsi alivyokuwa ameshambuliwa, anakunywa madawa mengi, supplement mengi, lakini haja give up kwa ajili ya cause. Wao usitume mara ya kwanza ukata tamaa, rudia tena na tena na tena, na influence rafiki yako, influence mchumba wako, girlfriend wako, mke wako, kila mtu, ili tuweze kumove mbele kabisa. Na Maria, nashukuru sana na Mungu awabariki sana, na atakayechanga kwa kweli atabarikiwa sana. Utakuwa umetoa kwenye mfuko wako, lakini si katika maisha yako. Asanteni sana, asalamu alaykum, Mwenyezi Mungu awabariki. Maria, niko hapa kusikiliza.